Kiongozi, jambo. Jambo sana. Ungejitambulisha? Ndiyo, kwa jina la Baba na Roho Mtakatifu. Mimi naitwa kwa jina ya Ramazani Kalenga Dona. Niko evangeliste wa Eglise Kimangiste muvile yetu ya Baraka. Asante sana. Kwa siku ya leo ikiwa ni Jumatatu, tunawaona waumini wengi wa kanisa la Kimbangu. Labda siku ya leo inaashiria nini? Sawa. Sasa vile gisi inajulikana, kwa siku ya leo tunashiriki sie bote hapa kwa kanisa juu tuko na sikukuu kubwa. Sikukuu ya leo ni sikukuu yenye inatuonesha siku yenye Baba Simoni Kimbangu kuanza mwaka wa 1921 alianzaka kazi yake juu ya kuja kuokoa mtu mweusi, na ndio maana sie bote tuko hapa kwa shambra ya hii sikukuu ya leo. Na labda kwa wale ambao si waumini wa dini hii, ni kipi ambacho unachokuambia kutokana na siku hii, kwa kuwa kuna wengi ambao hawaelewi? Sawa, yenye tunaweza ambia watu ni kusema kuanzia mwaka wa 2021 rais wa nchi yetu ya Kongo Mheshimiwa Bwana Felix Tshisekedi, wakati alikuwa kankamba ku Yerusalemu, ndio siku yenye alisemaka akasema kuanzia leo sikukuu hii inakuwa sikukuu ya kitaifa, yani fete nationale, na akasema ile siku inakuwa journée enyiko ferie chômé et payé. Yani tunaweza ambia watu wote wa Kongomani hata vile na watu wa nchi zingine kusema siku ya leo ni sikukuu yetu sie bote, sababu ni siku ya leo njo Baba Simoni Kimbangu alilamusha mtu mweusi kwa ye kufikia kuomba uhuru au independence yenye tulipata mwinchi zote za Afrika. Na labda katika kumbukizi hii ya siku ya leo ya kumkumbuka Simoni Kimbangu, ni vitu gani ambavyo mnakuwa mnavifanya kwa siku ya leo pamoja na waumini? Sawa. Zamani ilikuwa sikukuu tu ya kipekee ya kanisa, lakini kwa siku ya leo ishakuwa sikukuu vile ya kiserikali. Yaani katika siku ya leo wakubwa wa serikali tuishaanza kuwa tunasherehekea pamoja nao, na sie Bakimangise vile tunakuyaka hapa kuja kumsifu Mungu, tunakujaka hapa kuja kumwimbia na kutumika kazi kubwa. Na kama watu wa serikali wako vile nao wanakuyaka juu ya kuja kusifu kazi kubwa ambayo Baba Simoni Kimbangu alitenda juu ya kuokoa mtu mweusi. Na kiongozi, kutokana na historia ya Simoni Kimbangu au historia ya Kongo, unaweza ukatuambia Simoni Kimbangu ni nani? Sawa. Tukiacha kikanisa, Baba Simoni Kimbangu yeye ndiye mtu mwenye alipigania uhuru ya Kongo. Kama vile wazungu walikujaka huko kwetu wakakuja kutukolonize, vile jinsi tunasemaka mu français, lakini wakati Baba Simoni Kimbangu alikujaka akasema kutariki 12 za mwezi wa 10 akaonesha batu kumbaza sada, akasema muzungu atakuwa mweusi na mweusi atakuwa muzungu. Yaani ni kupenda kusema ile makazi yote yenye bazungu walikuwa banatumika ni watu weusi watabakia wako wanatumika ile makazi. Na ni kuanzia zile tariki 10 za mwezi wa 9 mwaka 1921 ndio pale watu weusi walianza kulamuka vile juu ya kuja kuomba uhuru. Yaani tunaweza sema Baba Simoni Kimbangu sa vile ba grand professeur walisemaka ya université balimuita il est le père des indépendances des États africains. Juu ya nini? Alionekana ku inchi zaidi ya 40 juu ya kuenda kutetelea juu ya uhuru ya mtu mweusi. Na
labda kwenu nyinyi ile ya kusherekea ama ya kuwa na mtu kama Simon Kimbangu, mnakwenda kupokea namna gani katika hali ya kiimani? Katika hali ya kiimani, kisha kusoma maandiko matakatifu, tunapokea jambo hili kusema ule mwokozi mkubwa ambao nabii Isaya alisema katika kitabu chake sura yake ya 19 kusema aseme Mungu atachagulia watu wa Misri nabii mkuu, ndiyo baba Simoni Kimbangu mwenye alikuja juu ya kuokoa mtu mweusi. Kwa serikali ya nchi ya DR Congo, imani ya Simon Kimbangu kupitia nyinyi mnaweza mkaiambia nini? Ndiyo jambo tunaweza ambia serikali ya Kongo ni kusema baba Simoni Kimbangu alisemaka ni yeye ndiye alikia kuokoa mtu mweusi, na wakati serikali ya Kongo au ya Afrika haijamutambua na kumutia nafasi yake, kimya haitaingiaka kuanza Mkongo wala katika Afrika. Na ile jambo watu wa serikali wa politisia wanaijua vizuri, na ndiyo maana kwa siku ya leo kisha kuona matatizo nyiko ku este, rais wa inchi Bwana Felix Tshisekedi kwa siku ya leo alienda kusali pamoja na wakimbangiste Nkamba Yerusalemu juu kwenda kulia juu ya inchi ya Kongo, sababu ni kule kwenye nguvu au uwezo iko. Na labda hiyo kanisa yenu ya Simon Kimbangu, siege sociale yake inapatikana wapi katika nchi ya Kongo? Sawa bwana journaliste, ulisema kanisa yetu. Hapana, na we vile vile ni kanisa yako. Kanisa la Kimbangu ni kanisa la mtu mweusi. Siege yake international ni Pankamba Yerusalemu. Nkamba iko wapi? Nkamba iko mu province ya leo ya Kongo Central, mu district mu territoire ya Mbazangungu, ndio district ishakufa kule ku sektere ya Nzundu, ndio kwenye Nkamba iko, na ndio pale ndio kwenye siege international ya Eglise Kimbangiste inapatikana. Tunakushukuru kwa muda wako sana.